Ukijaribu kufanya utafiti wako binafsi pamoja na kuwa tafiti mbalimbali zilikwisha fanyika, utagundua asilimia kubwa ya binadamu hawajatimiza malengo yao katika maisha, na maanisha ni maskini, na asilimia ndogo tu ya binadamu ndio waliofanikiwa kutimiza ndoto zao. Hawa ni matajiri, na hata ukichukua ulimwengu mzima, matajiri wanahesabika. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, vipo baadhi ya vitu ambavyo hufanywa na watu wengi ndivyo vinavyopelekea asilimia kubwa ya binadamu kuwa maskini. Vitu hivyo vimekuwa vikiepukwa kutendwa na asilimia kubwa ya binadamu wenye mafanikio, kwani ni vitu vinavyoweza kuleta taswira ya wazi ya umaskini katika maisha ya mwanadamu. Katika video hii nitakwenda kukuambia vitu 5 ambavyo mwanadamu mwenye ndoto ya kuwa tajiri hauwezi kuvifanya katika maisha yake, kwa sababu ninajua nawe ni miongoni mwa binadamu wenye ndoto za kuja kufanikiwa katika maisha yao. Video hii itakwenda kuwa msaada mkubwa sana katika maisha yako. Niamini mimi, utakapoacha kuvifanya vitu hivyo, nawe utaanza kuyaona mafanikio katika maisha yako. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotaka kujifunza kuhusiana na jambo hili, pia video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako, na ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni vitu 5 ambavyo binadamu anayetamani kufanikiwa katika maisha yake hawezi kuvifanya. Namba 1, kuogopa kufanya jambo lenye manufaa katika maisha yake kwa sababu ya macho ya watu. Asilimia kubwa ya binadamu wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wanatamani kufanya vitu vingi, lakini wanapofikiria watu wengine watanionaje, wanajikuta wanagairi. Sumu kubwa katika maisha ya mwanadamu ni kuhofia kufanya kitu ambacho kinaweza kumletea mafanikio kwa kufikiria, hivi nikifanya hivi, binadamu wengine wanaoniheshimu watanichukuliaje? Na huo ndio mtego ambao umekuwa ukiwapoteza mamilioni kwa mamilioni ya wanadamu. Asilimia kubwa ya binadamu wenye mafanikio walipotazama fursa, hawakufikiria watu watawaonaje. Watu waliwasema vibaya, watu waliwashangaa, watu waliwakebehi, wakawaonesha dharau za kila aina, lakini mambo hayo yote hayakufanya waache kufanya kile walichokiamini. Waliendelea kukifanya na mwisho wa siku wakafanikiwa. Kama na wewe ni miongoni mwa binadamu wenye ndoto za kuja kufanikiwa siku moja, chochote ambacho unakiona ni kama fursa, nenda kakifanye, kwa sababu kama utafanya yale ambayo asilimia kubwa ya binadamu wanayafanya, nawe hautakuwa tofauti nao. Maisha yako yatakuwa ya kawaida. Watu wanafanya mambo yanayofanana kwa sababu mitazamo ya jamii yanaamini hayo ndiyo mambo ambayo mwanadamu wa kawaida anatakiwa kuyafanya. Ili uende kufanikiwa kuliko jamii ambayo unaishi wewe, lazima ukubali kufanya vitu vya tofauti ambavyo vitaishangaza jamii yako, na baadhi ya watu watakuona kama mwehu ambaye unafanya vitu ambavyo havitawezekana, lakini mwisho wa siku watakaa chini na kukubaliana kuwa kweli wewe ni mtu mwenye akili kuliko wao. Hivyo hakikisha chochote ambacho unadhani ni fursa katika maisha yako, usiogope kukifanya. Namba 2, binadamu wenye ndoto za mafanikio katika maisha yao hawawezi kufanya vitu visivyokuwa na manufaa kwenye maisha yao kwa ajili ya kuwaridhisha binadamu wengine. Moja kati ya mitego ya umaskini ambayo asilimia kubwa ya binadamu wamejikuta wakinaswa nayo ni kufanya vitu kwa ajili ya kuwaridhisha watu wengine, hali ya kuwa havina manufaa yoyote katika maisha yao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mwanadamu hata ukimtendea nini, inamchukua muda mfupi sana kuusahau wema wako. Jambo ambalo unatakiwa kujifunza na kuliweka akilini, chochote ambacho unakifanya katika maisha yako, hakikisha kina manufaa kwenye maisha yako. Usifanye vitu kwa ajili ya kuwafurahisha watu wengine na kuwafanya watu wengine wakuone wewe ni mwanadamu mwema sana kwenye maisha yao. Kumbuka, binadamu wanaokusifia leo kwa sababu unawaridhisha, kesho ndio watakaokucheka kwa sababu ya ugumu wa maisha unaopitia.
Hakikisha kila unachokifanya kinakuwa na manufaa katika maisha yako. Namba 3, binadamu wenye kiu ya utajiri katika maisha yao hawawezi kuahirisha mipango yao kutokana na sababu yoyote kwenye maisha yao. Miongoni mwa sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu kujikuta katika wimbi la umaskini ni kuwa na malengo mengi, lakini kuyatimiza malengo hayo inabaki ni kama ndoto za bunuasi, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Kila mwanadamu ambaye unamuona amefanikiwa katika jamii yako alikuwa ni mtu ambaye hakubali kusitisha mipango aliyokuwa nayo. Haijalishi mvua imenyesha, haijalishi jua limewaka, haijalishi kuna mvua baridi ya maupepo, yeye huendelea kubaki katika malengo yake na moyo wake huwa unaridhika pale tu anapotekeleza mipango yake. Ninakushauri usiamke asubuhi ukaanza kulandalanda kama upepo uliokosa mwelekeo. Badala ya kuwa bendera fuata upepo, hakikisha unakuwa na mipango ambayo umeipanga, ili unapoamka asubuhi unakwenda kuanza kupambana na mipango yako, kwani kwa kufanya hivyo utajikuta unaanza kupiga hatua kubwa katika maisha yako, jambo ambalo litakuletea mafanikio ya kweli kwenye maisha yako. Namba 4, binadamu wenye ndoto ya utajiri katika maisha yao hawawezi kuwa na matumizi makubwa kuliko kipato walichokuwa nacho kwenye maisha yao. Miongoni mwa mambo ambayo huwaweka watu wengi kwenye uwanja wa ufukara ni kuwa na matumizi makubwa kuliko vipato vyao, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Ili uweze kupiga hatua kwenda mbele katika maisha yako, ni lazima ukubali kujijua wewe ni nani, kipato chako ni kipi, uishije ndani ya kipato chako. Kama kipato chako ni 200,000, hakikisha matumizi yako ya mwezi mzima hayazidi 100,000 na kitu. Pangilia vizuri kipato chako, na kinachobaki hakikisha unatafuta biashara ambayo unaweza kuifanya kisha ukawekeze, kwani ukiwa na malengo katika maisha yako, hakikisha matumizi yako hayazidi kipato chako, na kisha kipato kinachobaki kipeleke katika malengo ambayo unatamani yaweze kutimia katika maisha yako. Hata kama ni shilingi 100 ni bora, kwa sababu kitu ni bora kuliko kutokuwa na kitu. Hivyo asilimia kubwa ya binadamu ambao unawaona wamefanikiwa kwenye maisha yao walikuwa ni watu ambao walihakikisha matumizi yao hayakuzidi kipato ambacho wanacho kila siku kwenye maisha yao, kwani ukiwa na tabia hiyo hata upewe mamilioni utaendelea kubaki kuwa masikini katika siku zote za maisha yako. Namba 5, binadamu mwenye kiu ya utajiri kwenye maisha yake hawezi kufanya vitu vinavyompotezea muda wake, kwa sababu anajua muda ni mali. Asilimia kubwa ya binadamu ambao hawajafanikiwa katika maisha yao au maskini ni watu ambao asilimia kubwa ya vitu ambavyo wanavifanya katika maisha yao vinawapotezea muda wao, kwa sababu hawajui muda ni mali. Lakini asilimia kubwa ya binadamu wenye mafanikio kwenye maisha yao, hawa ni watu ambao asilimia kubwa ya vitu ambavyo wanavifanya kwenye maisha yao si kwa ajili ya kuwapotezea muda, bali ni vitu ambavyo vinawapa thamani sahihi ya muda. Yani kila wanachokifanya kinaingiza chochote katika maisha yao. Kuna muda ambao wanaamua kuutumia kwa ajili ya kupata ujuzi ambao utakwenda kuwasaidia katika kujikwamua kwenye matatizo fulani ya kimaisha. Kuna muda ambao wanautumia kwa ajili ya kutengeneza pesa. Kamwe hautawakuta watu wenye kiu za mafanikio wakiwa wanaupoteza muda. Ukiwa mwanadamu ambaye unapata muda na kuupoteza, utakuwa kama binadamu ambaye huwa anamuomba Mwenyezi Mungu ampe muda mrefu na kisha anauchezea muda huo. Kumbuka, muda hauwezi kurudi nyuma. Muda unasonga mbele siku zote. Hakikisha unajituma kwa jitihada zako zote wakati bado una nguvu, kwa sababu majuto huja uzeeni. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante na tukutane tena katika video ijayo.